Wir sind jedes Mal froh, wenn wir hier sein können und das Wort des Herrn hören. Das ist die schönste Zeit. Kila wakati tunapokuwa hapa kwa ajili ya kusikia neno la Bwana, tunakuwa na furaha sana. Na kama vile nasemaka kila mara, hiyo ndiyo inakuwa wakati njema ambayo tunaweza kuwa nayo. Wakati tunapokuwa hapa mbele ya uso wa Mungu. Tumekwisha kusikia maneno ya ajabu. Sasa swali moja ni ya kujua kama tunashikaka sana mambo hayo yote, kama tunayawaziaka, ili tuweze kupokea nguvu ya kuyaweka katika matendo. Mara nyingi ni vigumu sana, kwa maana inaandikwa hapa, mufurahi katika Bwana, mufurahi siku zote katika Bwana. Na sisi mara nyingi tunanungunikaka, na hiyo haipendezake Bwana. Na ijapokuwa kuna pia manunguniko ambayo inayopendeza Bwana, inaomba kuweza kupima maandiko vizuri na kuyaweka pamoja na kila kitu kwa wakati wake. Naamini ya kwamba ni Bwana wetu yeye kusema ya kwamba mulie pamoja na wanaolia na mfurahi pamoja na wanaofurahi na kadhalika na kadhalika. Nawaza kwamba ni Paulo ndiye aliweza kusema hivyo, lakini haijalishi nani aliweza kuyasema. John hii nina ushuhuda kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya watu. Na hiyo ndio inakuwa njema siku zote, wakati Mungu anapokuwa angali anatenda ndani ya watu. Na si lazima kwamba iweze kufanyika ndani yetu, inaweza kuwa pia ndani ya mtu mwingine. Na pia niliweza kupata funzo kutoka ushuhuda ambao niliweza kupewa, ni kwamba hapa mbele hatupashi kusema kitu chochote kuhusu yale ambayo wengine wanaweza kuishi huko nje, na mbele ya kosa kuweza kuyatambua kitu hicho kitakuwa kimefika au kinarudi kwa yule anayehusika aliyetoa ushuhuda, na hapo unashukutana katika hali mbaya. Weekend iliyopita, ilikuwa ni weekend iliyopita niliweza kuambia mtu mmoja ya kwamba nitakuwa huko safari ndani ya Ubelgiji. Na kama inakuwa hivyo kila mara, hata kama watu hawako hapa, inakuwa tu ni swali tu ya muda, na hapo watu wote walikuwa wamekwisha kuyajua. Na hapo ya kushangaza, kuna pia simu iliweza kutoka huko Ubelgiji na pia katika nchi zingine. Na hapo unashukutana katika hali mbaya, lakini kwa msaada wa Mungu unaweza kuongoza mambo vizuri. Katika hali yote niliweza pia kusikia ushuhuda iliyo ya utukufu sana kutoka ndugu moja. Wanaume 5 walikuja siku ya kwanza ya juma nyuma ya mchana kati, na huyo ndugu ndiye alikuwa akihusika. Katika muda fulani tuliweza kupata kuelewana vibaya, lakini Mungu atufanyia neema. Hatuna roho ya mabishano, lakini roho ya salama, na tunaweza kumaliza mabishano kuliko kuyaanza au kuyaumba. Kuna watu fulani ambao wanayoelewa kwa damu na iliyo mbaya, lakini kuna watu pia ambao waliotayarishwa ili waweze kuleta salama. Lakini turudi kwenye ushuhuda. Ndugu huyo alitoka katika nchi ya Itali, aliishi miaka fulani huko Ubelgiji, lakini hapa ndipo aliweza kuaminia. Na mke wake ambaye aliyekuwa mkatolika sana hakutaka yeye amini, hakutaka kuamini. Kisha siku moja alisema, sikia, unakuja pamoja nami siku moja hapa Krefeld hao tunatengana. Mimi nimefanya mazoezi ya Mungu na wewe pia unapaswa kuyafanya. Na alikuja pamoja naye, alikuja akivaa suruali akijipodoa sana,
alikuwa akiwa katika hali mbaya. Ilikuwa ni siku ya 6 na siku ya kwanza ya juma, ndiyo katika jamaa yake ya Kikatolika walikuwa kwamba ni ushirika wao utakatifu. Na huyo mume wake akamwambia utakuja pamoja nami, lakini yeye mwanamke huyo alitaka aende katika jamaa yake ili aweze kuingia katika hiyo ushirika yao kwamba ni ushirika takatifu. Na mume wake akamwambia unakuja pamoja nami, na kama unataka kwenda katika sherehe zenu unaweza kwenda huko na ubaki huko. Lakini akakuja hapa Krefeld, akapanda, lakini hakutaka tena kushuka na hakutaka tena kuja katika makusanyiko. Alikuwa katika hali mbaya, alikutaka tena kuja hapa. Na ndugu huyo ambaye alikuwa bado kuona hiyo jamaa ya Kupfer, alikuwa huko katika maombi, alikuwa katika na shida yake mwenyewe pamoja na Mungu, na kaona dada Kupfer akamwambia unauzungumza Kifaransa? Akasema ndio, ni kweli. Na akaambia dada Kupfer, panda na kusihi, wende ona mke wangu uko katika chumba fulani, lakini usiogope yeye, lakini bado kuamini. Na akasema, akampatia maelezo fulani, na akasema napanda huko. Na kisha mnaweza kuwazia kitu gani kilifanyika, muwazie kitu gani kilifanyika. Na dada Kupfer alikuwa amekuwa katika akose hiyo hali moja wakati alipokuja huko Zurich mara yake ya kwanza. Na siku ya kwanza ya juma iliyofuata ushirika ingepashwa kufanyika katika nyumba yao wenyewe, naye alikuwa amekwisha kuwa mwamini. Alikwenda kuona upadiri na kumwambia kwamba ushirika haitafanyika tena, usikuje kwetu tena, nimekwisha kuwa mwamini. Na kisha sasa Mungu akatumikisha huyo dada Kupfer aliyekuwa katika hali hiyo moja katika wakati huo, ili aweze kupanda hapa katika chumba huko, ili aweze kuambia huyo dada ya kwamba usijisumbue, nami niweza kuishi mambo mengi, nimegeuka kuwa mwamini. Tulikuwa pia na ushirika na ingepasha kufanyika siku ya kwanza ya juma inayofuata. Na huyo mke akasema ushirika ndio ingepasha kufanyika kesho huko kwetu. Na tazama sasa huyo Kupfer naye akatoa naye ushuhuda wake, na huyo mwanamke akasema ndio, anazungumza kuhusu mimi. Sasa inahusu nini? Ilikuwa ikisemeka kuhusu habari, lakini katika hali yote ilikuwa ni dakika fulani iliweza kumalizika, na huyo mwanamke akabadilika, akakuja katika makusanyiko, akafanya pia mazoezi ya Mungu. Nataka kuambia kwamba Mungu anakuwaka siku zote, anakuwaka na namna siku zote, namna ya kuweza kuzungumza na wengine, anakuwaka na namna ya kuweza kuwaita, na inaomba kuweza kupata sauti iliyo njema na watu walio wazuri ambao wanapaswa kuzungumza na watu wengine. Wakati napotoa ushuhuda kama hiyo, na hapo sasa ndani yangu ninakuwaka na furaha sana, kwa maana ujuzi yote, mafundisho yote inakuwa ya damani sana, lakini iliyo ya damani sana inabaki nafsi, kwa maana nafsi zinakuwa na damani kubwa kuliko ulimwengu zima. Na nilikuwa na shukrani sana kutoka ushuhuda ambaye nilikuwa kusikia hapa hiyo siku ya kwanza ya juma nyuma mchana kati, na tunaona ya kwamba Bwana anatenda tena. Mara nyingi tunawaza ndio ya kwamba hakuna kitu kinafanyika ndani ya jamaa zetu karibu na sisi na karibu yetu, lakini Mungu angana tenda. Tuko katika wakati wa neema, watu wangana okolewa, wanapata njia inayoenda kwa Bwana, wanasamehewa, wanapata hapa salama pamoja na Mungu. Mimi binafsi hiyo iliweza kunionya sana ya kwamba watu wangali wanapata wokovu wao na heri yao ndani ya Bwana. Na kwa ajili ya hiyo kila makusanyiko ya kiungu ingepashwa kuwa na lengo, ni kwamba Bwana aweze kujifunua ndani ya watu, na kupitia maneno ambayo tunaweza kusomewa, ambayo tunaweza kusikia, tungelipashwa kama vile ndugu yetu alisema, tungelipashwa kupata bidii na kuweza kutumainia Bwana. Kwa maana ndani ya sura moja tulisoma, nilikuwa nimekwisha kufika, sijue kama ni pale, lakini kwa imesemeka kuhusu Bwana
na kwamba Bwana siku ya Yesu Kristo, kwa siku ya Yesu Kristo atamaliza yale aliyoanza na mahali alipoanza yeye. Wapendwa ndugu, wapendwa dada, warafiki wapendwa, kama unajua ya kwamba Bwana alianza ndani ya maisha yako, hapo sasa naweza kuhakikisha kulingana na msingi wa neno la Bwana atamaliza yale aliyoanza. Amina. Na kama tunajua hivyo, hapo sasa tutapumuzika ndani ya imani, ndani ya Mungu aliye hai, na hatutaweza kubabaika, lakini tutakuwa na uhakika ya kwamba tuliingiza imani yetu ambayo isiyofuatana na majira, lakini inayoingizwa katika yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya Kristo. Amina. Kwenye mstari wa 6 inasemeka ndani ya Filipi sura 1, najua neno hili kabisa ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu, haleluya, ataitimiza hata siku ya Yesu Kristo. Amina. Narudilia tena, kama tunajua na kuweza kufanya mazoezi ya kwamba Bwana alianza kazi yake ndani yetu, sasa tuna uhakika ya kwamba ataimaliza siku ya Yesu Kristo, na si katika siku yako. Unaweza kujipangilia tarehe na kusema, oh, Mwokozi wa mpendwa, siwezi tena hiki na tazama hiki kinapaswa kufanyika sasa kwa wakati fulani, lakini sio hiyo inayoandikwa hapa. Hapa inaandikwa kwa siku ya Yesu Kristo. Na wakati siku hiyo inafanyika, itafanyika wakati gani? Na sio siku yako, lakini siku ya Yesu Kristo. Na hapo sasa kazi ambayo iliweza kuanza itamalizika au itatimizwa. Lakini mara nyingi tunalitaka mashida kwa maisha yetu si wenyewe. Akose si nyinyi na kose akili yenu nataka kufanya hivyo. Lakini hapa inasemeka na kuandikwa waziwazi ya kwamba yeye aliyeanza kazi ndani yetu ataimaliza. Na sio kwamba wewe utakuwa umepanga wakati, na sio wakati tunapowaza ya kwamba hii ingepaswa kuwa imefanyika hivyo, lakini siku ya Yesu Kristo, kwa siku ya Yesu Kristo. Na kama kazi ya Mungu ndani yako inamalizika kwa siku ya Yesu Kristo, na hapo sasa sina oga, na hapo sasa mwanzo itakuwa ya lazima sana, na hapo tunaweza tu kushukuru Bwana kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Tuikubali leo katika imani, yeye aliyeanza ataimaliza kwa siku ya Yesu Kristo, kwa siku ya Yesu Kristo. Tungelipenda tuone kumalizika leo, tungeliweza pia kutamani ili iweze kuwa jana akose au pia juzi, lakini tazama yale inayoandikwa hapa ya kwamba kwa siku ya Yesu Kristo. Na tunajisumbuaka, tunaregeaka au tunanungunikaka, tunakuletea pia, tunahuzunisha tia Bwana pahali ya kumwamini kwa moyo wote na kuweza kujiachia Mungu kwa ujao. Amina. Mara nyingi mashaka inatushika na siyo kulingana na yale ambayo Mungu aliyofanya. Hapana, tunaamini kazi kamilifu iliyotimilika, lakini kazi hiyo kamilifu ya Mungu inapata utimilifu wake ndani ya kanisa na kupitia kanisa kwa siku ya Yesu Kristo. Amina. Na ni hivyo ndivyo tunataka tuweze kushukuru Bwana kutoka kilindi cha moyo, kwa maana aliahidi na kwa sababu atayafanya. Na pia kwenye mstari wa 9 Paulo anaandika, wa Filipi 1 mstari wa 9, na hii ndiyo ninayoomba, na hii ndiyo ninayoomba, hata mapendo yenu yazidi kuongezeka mengi sana katika hekima na ufahamu wote, ili mupate kutambua maneno yaliyo mema
tufanye hiyo kuwa kichwa cha maombi yetu, iwe ombi letu. Hiyo ndio ilikuwa ombi la Paulo. Anasema ya kwamba hii ndiyo ninayoomba, ndiyo ombi langu pia jioni hii. Ombi letu si sote jioni hii ni kwamba upendo wetu uweze kuongezeka zaidi na zaidi katika hekima na ufahamu wote. Nani ambaye aliye na ufahamu? Mungu atupatie hayo kweli, ufahamu iliyo tayari, iliyo njema. Ningeliweza kuita kwamba isiyo kuwa imechafuka kwa namna ya kiroho. Sasa namna gani tunaweza kutumikiana sisi kwa sisi, na namna gani tunaweza kuwa baraka sisi kwa sisi, na kuweza kusema yale inayojenga wengine, na yale ambayo tunaweza kusomeka katika sura ya kwanza. Inasemeka katika Wafilipi sura 4 kwenye mstari wa 8. Inasemeka kwanza kwa mstari wa 8: kwa kumaliza, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, maneno yoyote yaliyo ya heshima, maneno yoyote yaliyo ya haki. Amina. Kama tu tungeliweza kukamata mambo haya matatu, kuweza kusema tu yale iliyo njema au iliyo ya kweli, na sio tu yale ambayo tunayowaza, lakini yale iliyo ya kweli, yale iliyo ya kupendeza, na yale iliyo ya haki au ya kweli. Lakini nani anaweza kusema hiyo? Anaweza kufanya hivyo? Nani anaweza kuwa wa haki? Lakini Mungu ataweza kutusaidia pia kwa hiyo. Na katika mwendeleo inasemeka maneno yote yaliyo safi, maneno yote yaliyo ya kupendeza, maneno yote yenye sifa njema, ukiwa wema wote na ikiwa sifa yote, fikirieni maneno haya. Haya mambo yote iwe mafikiri yenu. Tunatambua namna gani mtume akiwa na Roho wa Mungu aliweza kukokota nia juu ya mambo na kaweza kuyaonyesha mambo ambayo yanaweza kuletea kila mtu faida. Kama tunaweza kusema iliyo ya kweli, kama tunaweza kusema iliyo ya kupendeza, kama tunaweza kufanya iliyo ya kweli, yaliyo safi, yale ya kupendeza, isiyokuwa na lawama, na hapo hizo kazi zote iwe kitu fulani cha kupendeza, ya kuheshimika, kiwe kitu fulani cha kuheshimika. Tunaweza kukamata hiyo kwa moyo. Tungelipashwa kujua ni kitu gani kilicho cha lazima. Tungelipashwa kujua ni kitu gani kinachojenga na yale nayobomoa. Tunapashwa kuelewa ni kitu gani kinachokusanyisha na kitu gani kinachobomoa na kinacho gawa watu. Na hapo sasa tutaweza kutambua ni roho gani inayotuongoza, na kama ni Roho wa Mungu. Na hapo sasa, kama vile tulivyosoma, ni kama iko kama vile ni kamba, kama vile kamba ambayo inayofungana kwa ingine, na ni hivyo ndivyo mambo inakuwa karibu nasi, na tunatambua kwamba Mungu atabariki na anaweza kututumikisha kwa ajili ya baraka. Hapo pale sasa hakuna mabishano. Hapo hakuna hata mambo ya kuweza kutafuta kuwa na haki. Hapo hakuna kiburi. Kila mtu anakuwa makini kwa yale ambayo iliyo ya mwingine, ili aweze kuwa baraka sisi kwa sisi, au kuwa baraka wao kwa wao. Amina. Mstari wa 6 wa Filipi 4: musijisumbushe wenyewe. Hiyo ndio ningetaka kukamata kitu cha kwanza. Musijisumbue wenyewe kwa neno lolote, lakini katika kila neno kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru, maombi yenu yajulikane na Mungu. Amina. Na ni hivyo pia ndio tuweza kuwa hapa kwa ajili ya hiyo pia, ili tuweze kuleta maombi yetu kwa Mungu kupitia maombi na kusihi na tukiwa na kushukuru pia. Amina. Na pia kuna kuja kwenye mstari wa 7: na salama ya Mungu inayopita akili zote italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Haleluya.
Kama tunaweza kufika kwa kiwango ambayo mawazo yetu inaweza kulindwa ndani ya Kristo, hapo sasa tunasaidiwa. Na namna gani mawazo hayo yanaweza kuwa hivyo? Kama tunaweza kuwaza kulingana na mawazo ya Mungu, kama tunawaza yale ambayo Mungu anayowaza, na hiyo ndio iliyokuwa njema sana. Na hiyo ndio inaandikwa kwamba muwe na nia zilizokuwa katika Kristo Yesu, kulingana wa Filipi sura 2 mstari wa 5. Lakini hizo nia moja, ili salama ya Mungu inayovuka akili zote, ndiyo akili na maoni na mawazo. Na hapo ni humo mawazo ndio kunatokea mabishano na mawadui. Lakini salama ya Mungu iko juu na kubwa sana kuliko mawazo yote. Iko kubwa kuliko yale yote ambayo tunaweza kusema, ambayo tunaweza kuleta. Salama ya Mungu inaweza kubujika toka Golgota, mahali ambapo Mungu alipofanya salama pamoja na sisi. Alileta salama kwa wale walio karibu, alileta salama kwa wale waliokuwa mbali. Alivunja ukuta wa kutenganisha, akatufanya watu wa kuleta salama, wale wanaoleta salama. Tuliushaka kuisoma mara nyingi wa Efeso 2:15. Na hiyo salama ya Mungu inahusu salama ya Mungu, kwa maana kuna watu wanaofanya salama wakati hali inakuwa kwa hali nyingine, lakini wakati inapokuwa kwa namna nyingine, pale salama tena haitakuwa salama, haiko tena pale. Lakini salama ya Mungu inadumu. Yule aliye na salama pamoja na Mungu na anayeilinda, na sio kitu fulani ambacho unaweza kuwa nacho na kisha tena hautakuwa nacho tena. Hapana, lakini ni neema ya Mungu tu na wokovu wa Mungu, au mazoezi yetu pamoja na Mungu tunayo na tunaichukua ndani yetu. Na hapo sasa salama ya Mungu, na sio tu salama, lakini salama ya Mungu inayovuka akili yote ya mtu. Hiyo salama itatawala mioyo yetu, mawazo yetu, nia zetu, juu ya yote ndiyo ndani yetu. Na hiyo ndiyo hali yetu. Mimi nahitaji kutawaliwa kwa namna hiyo ndani ya moyo wangu. Nitaliona hali hiyo ndani ya moyo wangu. Amina. Hiyo salama ya Mungu iliyo kama vile mto ambayo nao mwangika, inasemeka katika nabii Isaya. Kama ungeliweza kusikiliza agizo zangu, ndipo salama yako ingeweza kuwa kama vile mto. Isaya 48 mstari wa 18. Mstari wa 5 wa Filipi sura 4 mstari wa 7. Na salama ya Mungu inayopita akili zote italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amina. Mstari wa 4 ya Wafilipi sura, mstari wa 7 wa Filipi sura 4. Hiyo ni ahadi ya utukufu, kuweza kulindwa kuliko jinsi tunaweza kufanya sisi, lakini Mungu alifanya ili hayo yaweze kuwezekana. Katikati ya mashida zote, katikati ya masumbuko yote yanayotuzunguka, tunaweza kulinda salama yetu pamoja na Mungu. Amina. Na tunapaswa pia kuwa macho ili tusiache salama ya Mungu kuweza kunyang'anya kwetu, kutunyang'anya hayo au kunyang'anywa. Kwa maana katika siku za mwisho mambo mengi yanaweza kuwa tofauti kuliko gisi ilivyokuwa katika miaka 1000 iliyopita, lakini watoto wa Mungu wako katika hali tofauti. Na sio kwamba tunastahili, na sio kwamba uwezo wetu, lakini hiyo yote ni rehema na neema ya Mungu. Kwa sababu gani tuko hapa leo? Ni kwa sababu ya kuweza kusikia kitu fulani? Hapana. Tuko hapa ili tuweze kusikia Mungu na yale anayotuzungumzia kupitia neno lake. Tuko hapa leo
ili Golgota iweze kufunuliwa kwetu kwa namna iliyo mpya, na ili tuweze kutambua yale ambayo Bwana aliyofanya kwa ajili yetu, na ili tuweze kutambua yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yetu, na ili tuweze kumfuata. Mstari wa 8 wa Filipi sura 4. Kwa kumaliza, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, maneno yoyote yaliyo ya heshima, maneno yoyote yaliyo haki, maneno yote yaliyo safi, maneno yote yenye kupendeza, maneno yote yenye sifa njema, ukiwa wema wote na ikiwa sifa zote, fikirini maneno haya. Tunapaswa kuwazia mambo haya, kwa maana haya ndiyo mambo yanaweza kusaidia kuwa baraka kwa wengine, na hiyo ndio tunataka. Maana kutoka ujao wa moyo ndio kinywa kinazungumza. Tunaweza kosa kudanganya wengine, lakini hatuwezi kujidanganya sisi wenyewe. Tunapaswa kuwa macho ili mioyo yetu iweze kuwa imejaa upendo huo wa Mungu, na ili mawazo yetu yote ambayo tuko yaweze kuwa imefungwa katika salama hiyo. Amina, amina. Mstari wa 9 wa Filipi sura 1 mstari wa 9. Na hii ndiyo ninayoomba, hata mapendo yenu yazidi kuongezeka mengi sana katika hekima na ufahamu wote, kwa ajili ya kutambua iliyo njema au kupambanua iliyo njema. Mstari wa 10, ili muwe na moyo safi pasipo kosa mpaka siku ya Kristo Yesu, mukijazwa matunda ya haki yaliyo kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Amina. Mstari wa 11. Wiki iliyopita tuliweza kuzungumza kuhusu matunda, kuzungumza kuhusu mzabibu na matawi na kadhalika na kadhalika. Hapa inasemeka tena kuhusu kuchukua matunda, ni kusema kujua yale iliyo njema katika mambo yote. Hatuwezi kufanya hivyo sisi wenyewe, hapana. Maamuzi zetu yanatudanganyaka, hukumu yetu inatudanganyaka. Tunapashwa kuyaweka kwa Mungu na kusema, Bwana, wewe peke yako, wewe peke yako. Na kama tunaweza kujipatia hivyo kwa Bwana, na kama tunasema pamoja na mwimba nyimbo, kusiwe tena njia na kusiwe tena mapenzi ya mtu binafsi, wewe peke yako uweze kuamua. Na hapo sasa Mungu atafanya hivyo kweli kweli, bila sisi tuweze kuwa na hitaji ya kuweza kuwa na maneno mengi. Na upendo wa Mungu itaweza kuongezeka zaidi na zaidi, na hatupashwi tena kukosa ujuzi na ufahamu wote, na hiyo inapaswa kuwa pale, na tuweze kupambanua au kutambua yaliyo njema katika mambo yote, na sio tu katika hali moja, lakini katika mambo yote. Mungu atatuleta katika hatua hiyo, ili katika mambo yote tuweze kupata yale anayotaka kusema hapa. Na niamini kwa maana tuliweza kuweka mapenzi yetu chini ya mapenzi yake, na haiwezi kuwa tofauti. Tunatafuta mapenzi ya Mungu, tunasema, tunalalamika kwa sauti kubwa, mapenzi yako yafanyike ndani yetu. Na ijapokuwa kila mtu katikati yetu ashaka sema hivyo mara nyingi, akiambia Bwana, maisha yetu haina faida na haina lengo. Maisha yetu ina lengo na sababu, na ni wakati napokuwa katika kazi ya Bwana,
na hiyo inakuwa njema kwa ajili ya wandugu na wadada. Kwa namna hiyo moja, tuko hapa ili tuweze kuwa kwa upande wa Mungu. Makusanyiko ya kiungu haifanyikake tu hapa kupitia mahubiri. Tunatumikiaka Mungu maisha yetu yote, tunatumikiaka Mungu maisha yetu yote. Kama tunaweza kukamata neno hilo na kama tunaweza kujua mahali gani ambapo Mungu aliweza kutuweka, tunapaswa kuwa pale tukiwa kwa upande wake katika kazi yake, naye atatupatia hiyo na atatuongoza kwa hiyo. Mstari wa 10, ili mpate kufahamu yaliyo njema, yaliyo mema. Natamani hiyo, ninaitaka kwangu, ninaitaka na naitamani kwangu mimi mwenyewe, na nitakia watu wengine, kwa watoto wa Mungu wote, ili isikuwe tu imeandikwa hapa, lakini yaweze kuwa uhakika ndani ya maisha ya kila mmoja wetu katikati yetu kwa neema. Wewe na mimi, na tunajua mara nyingi hatujue njia gani Mungu alitarishia. Tunaleta mabishano na yeye na tunakuwa makali hata kuliko gisi wengine wanaweza kufanya, lakini ni swali au kitu fulani kwa wale ambao walio na kazi ya kutimiza, lakini watu wengine wako katika njia yao pamoja na Mungu bila mashida yoyote. Kwa hiyo mstari wa 10 Paulo anasema kwamba ili mupate kutambua maneno yaliyo mema, ili muwe safi, ili muwe na moyo safi pasipo kosa mpaka siku ya Kristo Yesu. Mtambue hapa matamshi ya kwamba kwa siku ya Kristo ya Bwana, siku ya Bwana. Katika andiko zingine nasema kwamba, na hapa pia inasema pia kuhusu siku ya Bwana na sio siku ya Bwana. Hapa nasema kuhusu siku ya Kristo. Hapa nasema kuhusu siku ya Kristo na sio siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni siku ya hukumu itafunuliwa. Siku ya Bwana ni siku ya hatari, lakini siku ya Kristo ni siku yetu, siku ambayo tunayongoja, siku ambayo Bwana wetu atakaporudi ili atuchukue pamoja naye. Na siku ya Bwana ni siku ambayo itakayojifunua katika moto kwa ajili ya hukumu kwa waovu wote, kama vile watu wa Mungu walivyoweza kuyaonyesha hivyo kupitia Roho Mtakatifu. Ninafurahiaka siku zote kuweza kuona hizi nyayo katika neno la Mungu. Pamoja na uhakika gani naweza kusema kwa hiyo, kama vile Roho Mungu alikuwa akiwaambia alikuwa akiwaambia hapo. Ndiyo, aliwaambia ni yeye, ilikuwa ni uvuvio wa hapo. Na hivyo sasa tunapashwa kuonyeshwa bila lawama, bila kosa, bila mkunjo, siku ya Bwana Yesu Kristo. Yohana alikuwa amekwisha kuona hiyo kundi kubwa ya waliokamilika, waliomalizika ndani ya utukufu. Sasa kwa nini hatupashi kuwa nasi huko? Na ndani ya moja ya mihuri, ndugu na ndema anasema kitu hichi kwa namna hii, ya kwamba kila mtu atambue ya kwamba jina lake liliandikwa pia katika kitabu cha mwana kondoo. Naweza kusema ya kwamba wale wote ambao mambo haya yote yanaweza kufunuliwa kwao kweli kweli na Roho, wanapaswa kuwa wa Mungu, na kama sivyo uhusiano haiwezi kuwa pamoja na Mungu. Tunapaswa kutambua kwamba tuna uhusiano pamoja na Mungu, kama vile ile uhusiano moja ambayo ndugu Branham alikuwa nayo kupitia Roho wa Mungu, na ambayo aliweza kuingizwa ndani kupitia siri, akaingizwa ndani ya siri za Mungu, nasi pia tunaingizwa ndani ya hilo neno moja, ndani ya hizo siri moja, kupitia huyo Roho moja. Amina. Na hayo ambayo watu wakubwa wa Mungu walikuwa hawajui, iwe mjomba, iwe shangazi, kama akiwa mtoto wa Mungu, naye ataweza kuyajua, naye anaweza kuyajua leo, na anaweza kuipokea pia ndani ya moyo wake kama vile ufunuo wa Mungu. Hapa John hii kuna watu wengi ambao wanayojua zaidi sana kuliko hao waamshi wote na wale wote ambao waliweza kujulikana pia, au hiyo yote ni kwa neema ya Mungu.
Ndiyo, neema ya Mungu ambayo waliweza kupewa ili waweze kuona mambo yaliyofichwa ambayo yaliweza kufunuliwa kwao. Ni neema gani ya kuweza kuishi katika wakati kama huu, na waza ya kwamba siku moja hatutaweza kupima yale ambayo tuliweza kupewa, wakati tutakapoweza kutambua kweli kweli yale ambayo Mungu aliweza kutupatia. Ni kusema mambo makubwa ya ajabu, na yule aliyeanza kazi ataimaliza kwa siku ya Yesu Kristo, na ni siku ambayo tunakwenda mbele yake, tunakaribia, na ni siku ambayo tunaongoja, na tungoji kwa bure. Siku inakuja na Bwana anakuja katika siku hiyo, ili aweze kutukuzwa katikati ya walio wake na kuweza kushangiliwa ya wale wote waliweza kuamini. Hakuna mtu atakayepata haya. Tukingoja wote, sote tunaweza kupata haya kwa ajili yetu sisi wenyewe au kwa wengine au kwa kitu kingine, lakini lazima tuweze kuweka macho yetu kwa Bwana. Na hiyo ndio Paulo anasema katika Wafilipi sura 3, tukisahau iliyo nyuma, tukitazama kwa yale iliyo mbele, tukiangalia lengo. Wafilipi 3 mstari wa 13. Na hiyo ndio tunataka kufanya jioni hii katika imani. Ona gisi ingekuwa vema kama kila mmoja mtu wetu anaweza kufua na furaha, na kama anaweza kusema asante kwa Bwana, na si kwa maneno mengi, lakini tu kwa maneno machache, na Mungu atafurahi kwa ajili ya hiyo. Amina, amina.